8 mwaka 2026. Leo hii tupo katika banda la VETA. Inaeleweka kwamba banda hili ni mdau muhimu katika mnyororo mzima wa ukuaji wa maendeleo ya kilimo hapa nchini. Na baada ya kufika hapa tumeshuhudia ziara ya Waziri Mkuu mstaafu Mzee Kayanza. Yeye ni mdau wa kilimo, wametembelea hivi sasa akiwa anatembelea akipata ufafanuzi wa masuala kadhaa muhimu. Kubwa ni majukumu ya VETA hasa katika ushiriki wa kuinua sekta ya kilimo ule mnyororo mzima. Kwa hiyo nikuachie uweze kushuhudia kwanza matembezi yake, lakini baada ya matembezi tukapata nafasi ya kuzungumza sasa na VETA wao. Je, wamejipangaje katika maonyesho haya ya mwaka huu? Karibu. Naitwa Fred Kinotile Wiliki, ni mkufunzi mwandamizi kutoka chuo cha VETA Kionda kilichoko mkoani Morogoro. Hapa nimekuja na bunifu mbili. Bunifu moja ni trekta dogo kwa ajili ya kusaidia wakulima wa mboga mboga ili waweze kuongeza tija katika kilimo chao cha mboga mboga. Wakulima wengi wa mboga mboga huwa wanalima maeneo ya mabondeni na milimani. Maeneo yao ni vigumu sana kwa trekta kubwa kuweza kuingia na kuweza kuwasaidia kazi za kilimo. Kwa hiyo tumekuja na ubunifu hapa wa trekta dogo, tumependa kuliita pawatila ili iweze kuwaletea tija. Trekta hili linafanya kazi ya kulima na kuchambua udongo, unakuwa mlaini kabisa kiasi kwamba hata kama akisia mbegu za miche midogo zinaota bila kuwa na ukinzani. Trekta kubwa likilima sehemu kunakuwa na kubakia na mabonge makubwa kiasi kwamba inabidi alime mara 2 mara 3 ili kuweza kupata udongo mlaini. Ubunifu mwingine nilikuja nao ni trekta hili lenyewe kazi yake kubwa ni kusafisha mashamba. Hapa tunasafisha mashamba kwa kufanya palizi au kwa kufeka majani. Wakulima pia wa mazao ya kudumu, kwa mfano miti au wale wa korosho, machungwa, mkonge, wanapata shida sana wakati wa masika, wakati wa mvua nyingi. Majani yanaota kwa wingi. Sasa wasipoyafeka wakati wa kiangazi yakishika moto, wanakuwa wanapata hasara kubwa sana. Kwa hiyo tumekuja na mashine hii sasa ili kuweza kurahisishia ile changamoto ya kukimbizana na vibarua. Mashine hii inaweza ikafeka vizuri, inaweza kufeka hadi eka 3 kwa siku, ambako ungehitaji vibarua zaidi ya 5 mpaka 6 kufanya kazi kama hiyo. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni kubadilisha vichwa. Ukitaka kufanya palizi, unafunga kile kichwa kwa ajili ya kufanya palizi. Ukitaka kufeka, unafunga kichwa kwa ajili ya kufeka majani. Hiyo unaweza kufeka malisho kwa mtu ambaye sasa amelima shamba lake kwa ajili ya malisho ya mifugo, anaweza akatumia pia mashine hii kufeka yale malisho kwa njia rahisi badala ya kutumia kwanja au kitu kingine. Tunaposema ufundi stadi, fursa kama zote, sio kama zote tu, ni fursa kama zote kwa watu wote. Ni hamasa kubwa, tunawaalika watu kuja kujifunza ufundi stadi. Ufundi stadi ni ajira tosha. Hakuna fundi stadi unaweza ukamkuta anazagaa mitaani akitafuta kazi. Kwa mfano hapa tumetafsiri mtaala vizuri kabisa, unaelekeza mwanafunzi akaweza akaja na ubunifu mkubwa kama huu. Kwa mwanafunzi asipoweza kuendesha hii basi atatengeneza, asipotengeneza basi atakwenda kujiajiri kuitumia yeye mwenyewe. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza akaja kwenye ufundi stadi akakosa cha kufanya. Karibuni sana. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Ernest Maranya, ambaye ni mtaalamu wa kutengeneza mashine za aina mbalimbali, lakini pia ni mbunifu na mvumbuzi. Natambuliwa na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, mamlaka ya VETA na taasisi mbalimbali za serikali. Na mimi ni mhitimu ambaye nimesoma VETA chuo cha Dar es Salaam na kuhitimu katika fani ya welding and fabrication, yaani ungaji chuma. Na baada ya kuhitimu nimemaliza mwaka 2017 mafunzo. Baada ya kupata mafunzo yamenisaidia katika kufungua ofisi yangu binafsi. Nimepa jina la Maranya Engineering and Metals Fabrication, ambayo makao makuu yake yapo Chanika, Dar es Salaam. Lengo kuu la hii ofisi inajishughulisha zaidi na utengenezaji wa mashine za aina mbalimbali ambazo zinalenga kutatua changamoto za kijamii, hasa sekta ya kilimo, na vile kusaidia wajasiriamali na wafugaji. Kwa hiyo hapa kwenye maonyesho ya 8 nimewasilisha mashine mbalimbali ambazo moja hapo ni mashine hii hapa hii, ambayo kazi yake ni kwa ajili ya kuchakata vyakula kwa ajili ya mifugo mbalimbali.
Hii mashine inaweza kuhudumia mifugo yote kuanzia ng'ombe, wafugaji wa nguruwe, mbuzi, kuku, kondoo na aina mbalimbali za wanyama kama bata na kadhalika. Kwa hii mashine manufaa yake ni kwanza, inasaidia sekta rasmi ya mazingira. Kwa wana mazingira wana changamoto kwamba hasa maeneo ya mjini taka nyingi sana zinazalishwa kutokana na mazao yanayopelekwa masokoni. Kwa mfano tukiangalia mazao kama haya hapa, hii ni njegere. Sasa njegere hizi zikishafika sokoni, mara nyingi wafanya biashara wanachambua, wanatoa mbegu, lakini haya maganda yanatupa, jumlisha maganda ya mahindi na mazao mbalimbali kama maharage mabichi na kadhalika, hasa maeneo ya mjini. Kwa mfano soko la Dodoma mjini, Dar es Salaam, wanazalisha taka nyingi sana, hivyo sekta ya mazingira inakabiliwa na changamoto ya kusafisha mazingira kwa sababu madampo yanajaa takataka. Sasa sisi VETA tumeweza kugundua kwamba jinsi ya kuweza kuikabili changamoto ya kusafisha mazingira, hizi taka zinapozalishwa masokoni, mfano karoti zilizoisha ubora wanatupa kama taka, tunaweza kusaidia sekta ya mazingira kwamba hizi product zinazozalishwa masokoni zinatengenezwa kwa vyakula vya wanyama, ambapo inaweza kuhudumia mifugo mbalimbali. Kwa mfano watu wanaoishi mjini wengi wanatamani kujihusisha na ufugaji, lakini changamoto kubwa inakuja kwenye malisho ya mifugo, ni gharama sana, kwa sababu vyakula vya mifugo kwa sasa hivi vinaendana sasa na thamani ya chakula cha binadamu. Hali hii inamshinda mfugaji kumudu gharama za kulisha mifugo. Kwa hiyo basi, kwa kutumia mashine hii na kwa kutumia malighafi ambazo zinatoka masokoni kama taka, mfano mboga zilizoisha ubora au makapi kama haya mizizi, hiki ni chakula bora sana kwa mifugo. Kwa hiyo tumeendea mashine hii hapa ambayo kwamba unaweza kukusanya takataka za aina mbalimbali kutoka maeneo masokoni, huwa zinatupa, zinapatikana bure. Kwa ukishazikusanya utazisaga, baada ya kuzisaga utachanganya na vyakula vingine, mfano kama pumba hii hapa utachanganya pumba na aina mbalimbali za mashudu kwa ajili ya virutubisho. Utalisha mifugo yako, itakupunguzia wewe mfugaji gharama za kulisha mifugo, lakini wakati huo itasaidia mifugo kupata lishe iliyo bora zaidi, na vile utaongeza tija katika uzalishaji. Kwa mfano kama unafuga kuku ataweza kutaga mayai ambayo yana ubora, lakini vile itakusaidia katika kukuza mifugo yako